Nancy Peter Rwechungura alizaliwa katika hospitali ya AICC mkoani Arusha. Ilikuwa ni Jumatano ya tarehe 28 mwezi Juni mwaka 1995. Mama yake, mama mdogo, amenakisha kwamba alizaliwa usiku. Asubuhi yake ya Alhamisi, Bibi Anastasia Rwechungura ambaye alikuwa amefika kutoka Marekani alimpa jina la Kokusima, ikiwa ina maana ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Naamini nimepatia ndugu zangu haya, ikawa ni shukrani. Kama ilivyo utaratibu wa Katoliki, Nancy alibatizwa mwaka 96 na baadaye alipata komunio na kipaimara kukamilisha Ukatoliki wake. Mwaka 2000 alianza elimu kwa maana ya kindergarten katika shule ya St. Margaret, na alienda kuanza elimu ya msingi kati ya mwaka 2001 mpaka 2008. Alisoma katika shule za Arusha Day na baadaye alihamia katika shule ya Trust St. Patrick. Mwaka 2009 alikwenda kuanza elimu ya sekondari katika shule ya sekondari St. Mary's Mazinde Juu iliyoko Lushoto mkoani Tanga. Na katika hili, kwa maana usiku huu pia utaambatana na shukrani, tuwashukuru sana waliosoma naye hapo Mazinde Juu, kwa maana wamekuwa wadogo zetu sana na marafiki wa familia nyakati zote. Hata katika kipindi hiki wamekuwa ndugu zetu sana, kumaanisha kwamba waliishi vizuri na Nancy aliweza kuishi vizuri na wao, kama walivyotueleza walipofika kwetu tulipokuwa tunamwaga Nancy pale Dar es Salaam. Mwaka 2012 akiwa kidato cha 4 alipata maradhi na ilimbidi kutibiwa katika hospitali mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na katika kueleza kwa ufupi historia ya ugonjwa, alipoenda kutibiwa ndani, alipoenda kutibiwa Marekani, shangazi yuko hapa atatueleza mara baada ya wasifu huu. Mimi naomba mniruhusu niweze kuendelea kuzungumza mengine yanayohusu wasifu wa Nancy. Mara baada ya kutoka Marekani, alipokuwa hapa nyumbani, aliendelea kuratibu miradi mbalimbali ya familia, lakini pia miradi binafsi aliyokuwa akianzisha. Hermani amenieleza namna ambavyo Hermani alikuwa anakaribia kufilisi mtaji wa ufugaji, lakini Nancy alikuwa akifanya shughuli hizo za ufugaji. Lakini pia wakati akiendelea na matibabu, alikuwa akiendelea na masomo mbalimbali. Shangazi yuko hapa ametuhakikishia hilo. Tunamshukuru sana shangazi, kutoka katika nyakati za matibabu, masomo haya online tunayozungumza na mengine ambayo shangazi moja ndugu wengine wameweza kuwa pamoja sana na Nancy. Tunashukuru Mungu. Na baada ya hapo ni vyema tukawaeleza kidogo kuhusu ugonjwa, ambapo nimesema shangazi ataeleza zaidi. Lakini hali hii ambayo imefika mpaka hapa tulipo, alianza kuumwa zaidi mwezi Septemba mwaka jana 2024, na mwezi Disemba hiyo 2024 alilazwa katika hospitali ya Mount Meru. Baadaye alihamishwa Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya Dekan na hospitali nyingine ikiwepo hospitali ya Ocean Road. Na baada ya hapo umauti ulipata Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2025. Ndio siku ambayo aliitwa na Bwana. Shukrani. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa maisha ya Nancy. Yeye alitujalia hiyo zawadi ya dada yetu, na imekuwa zawadi njema sana katika kipindi chote ambacho amekuwa hapa duniani. Hakika alitimiza kusudi alilopaswa kulifanya kwetu sisi wanadamu, na bila shaka kwa Muumba wake. Lakini pia katika shukrani hizi za Mungu lazima tuwashukuru na watumishi wa Mungu ambao walikuwa wakimhudumia Nancy pamoja na familia. Shukrani hizi zifike Arusha Limited kwa jumuiya ya Moyo wa Mtakatifu Yesu na watumishi wote wa hapo, tunawashukuru mno mno. Lakini pia tunashukuru ushirikiano mkubwa wa ndugu kutoka Bukoba, Bungu, Marekani, Dar es Salaam, Arusha na popote pale. Ndugu wote ambao wamekuwa pamoja na Nancy katika furaha hata katika maradhi, tunashukuru sana sana kwa ushirikiano. Lakini
pia tunapozungumza hili, wakili msomi Herman ameniruhusu kwamba kwa kipekee sana Coco ametuongezea ndugu wengi, na hapa kwa niaba ya wao naomba tumshukuru sana Rehema. Rehema na usimame. Simama. Huyu anaitwa Rehema, ni dada yetu ambaye tumefahamu tangu mwaka 2019. Yeye ni ndugu yetu ambaye amekuwa karibu na nasi pengine kuliko sisi wengi. Kwa hivyo yeye, Rehema, Hermani na mimi pamoja na ndugu wengine wamenakishia tukwambie, wewe ni ndugu yetu kwa sasa. Nyumbani kwetu ni nyumbani kwenu. Tunaamini leo tukaribisha nyumbani kwenu kwa nyumbani kwetu pia. Kama ambavyo Nancy angeweza kutafuta wakati wowote na utafuta wakati wowote, sisi ni kaka zako, wote hawa kwa dada zako. Wewe ni ndugu yetu kabisa. Asante sana kwa chochote ulifanya. Lakini pia tunaomba tushukuru sana Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA. Wapo hapo wafanya kazi, na bila shaka itamfikia kamishna wa hifadhi Musa Nasoro Juma Kuji, pamoja na uongozi wote na wafanyakazi wote, wanawake wa TANAPA, kwa maana ya umoja wanawake wa TANAPA, pamoja na wafanyakazi wote. Mmekuwa zaidi ya sehemu ambayo wazazi wetu wanafanyia kazi. Mmekuwa ni nyumbani, na namna ambavyo wanazungumzia ninyi, namna ambavyo wanazungumzia ofisi, namna ambavyo umetamani kila mmoja ana ofisi yake na wafanyakazi wenzake wawe karibu na yeye katika nyakati hizo ngumu kama ambavyo wamekuwa na wazazi wetu. Asanteni sana TANAPA, sisi tunawashukuru mno. Lakini pia tunatoa shukrani za kipekee sana kwa hospitali zote ambazo ndugu yetu waliweza kufika kwa ajili ya matibabu. Shangazi atatueleza kuhusu Marekani kwa uchache kabisa, na sisi mara zote tumeshangaa ujasiri na nguvu alizonazo na Nancy. Bila shaka pia inachangiwa na matibabu aliyopata na watoto walikuwa karibu naye. Hospitali ni nyingi, pengine tusikutaje zote, lakini mturuhusu kwa upekee sana tutaje hospitali ya Aga Khan ambapo ndipo siku zake za mwisho aliweza kuzikamilisha pale. Madaktari hapo walikuwa na upendo mwingi sana, walikuwa dada zetu, walikuwa kaka zetu. Tunawashukuru mno. Bila shaka video hii itafika kwa Dr. Fatma Bachi mpaka dakika za mwisho za dada yetu. Kila wakati alipoweza kutaja jina, alitaja jina la ndugu, lakini pia aliweza kutaja jina la Dr. Fatma. Bila shaka Dr. Fatma ni ndugu yetu, anabaki katika mioyo yetu sana, yeye pamoja na wote ambao walimwona. Na shukrani zifike kwa marafiki. Nimewataja mazingira, lakini Nancy alikuwa na marafiki wengi nyumbani, shule zote alizosoma na kila mahali. Tunawashukuru sana marafiki wa kwake Nancy, lakini marafiki wa familia. Mara nyingi nazungumza na Hermani na anawataja watu wengi, hatuwezi kuwataja mmoja mmoja. Ni watu wengi ambao wameshirikiana na Nancy siku zote. Hermani ananisimulia mara nyingi ambapo anafahamu majina kama kina Jackson ambao walikuwa pamoja na sisi kila hatua, tangu wakati wa mwanzo wa ugonjwa mpaka leo tunapoona wanahangaika sana hapa kwa pamoja na sisi. Zekiza na wengine wengi, hatuwezi kuwataja wote. Asanteni sana. Kwa kumaliza, kwenye mabango mnayoona hapa, mwana bango liko pale nje, kuna neno limeandikwa God is real. Jumatatu asubuhi Hermani alinipigia simu na tukiwa hospitali. Aliniambia kwamba kazi ngumu zaidi anayoifikiria kwa wakati ule baada ya dada yetu kuondoka ni kwamba tutamwambia nini mama au tutamwambia nini mzee. Ikawa jambo jema sana kama Nancy alikuwa ametupatia jibu. Katika nyakati za mwisho za Nancy kuna maneno alikuwa anazungumza na Hermani alikuwa anaandika. Moja kati ya neno ambalo alitaja mara nyingi, alisema God is real. Hiyo ni lugha ya hapa kwao Bukoba, God is real, sio? Kwa lugha ya Waswahili wangesema Mungu ni mkubwa. Katika yote Mungu ni mkubwa. Katika nyakati ngumu Mungu ni mkubwa. Katika furaha Mungu ni mkubwa. Kwa maana hiyo tulikubaliana na Hermani kwamba kama mama hatatuelewa kwa namna yoyote, tutamwambia jambo moja ambalo dada yetu alisema God is real. Na hilo ndilo ambalo tunataka kila mtu afahamu, kama tulivyoambiwa katika yote haya Mungu ni mkubwa. Bwana alitoa,
Bwana ametoa. Kumbukumbu za upendo za nasi zitabaki mioyoni mwetu milele. Amen.